Kiongozi wa ujumbe wa shirika la fedha duniani IMF Thabo Lenchama ametoa pongezi kubwa kwa mamlaka ya mapato Tanzania TRA kufuatilia hatua mbalimbali zinazochukuliwa na mamlaka hiyo katika kuimarisha usimamizi wa kodi, kuboresha huduma kwa walipa kodi pamoja na kuwezesha mazingira rafiki kwa biashara na uwekezaji nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mazungumzo kati ya ujumbe wa shirika la fedha duniani na menejimenti ya mamlaka ya mapato Tanzania, kiongozi huyo wa ujumbe alieleza kuwa chombo hicho cha fedha duniani kimeridhishwa kikamilifu na mwenendo wa utendaji kazi wa mamlaka hiyo ya mapato ya namna inavyoendelea kuboresha mifumo ya ukusanyaji wa mapato ya serikali na mahusiano yake na walipa kodi nchini. Katika mazungumzo hayo ya kimkakati yaliyofanyika jijini Dar es Salaam na kuongozwa na kamishna mkuu wa TRA Yusuf Juma Mwenda, mwakilishi huyo wa shirika la fedha duniani alieleza kuwa usimamizi bora wa kodi ndio msingi mkuu wa umuhimu katika kuimarisha uchumi wa taifa, kuongeza mapato ya serikali pamoja na kujenga mazingira yanayovuta wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Bwana Thabo Lenchama alisisitiza kuwa shirika la fedha duniani litaendelea kushirikiana kwa karibu na Tanzania katika kuimarisha utawala wa kodi na kuboresha mifumo ya usimamizi wa mapato ili kufikia malengo ya kiuchumi. Kwa upande wake, katika kikao hicho jijini Dar es Salaam, kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania Yusuf Juma Mwenda alieleza kuwa mamlaka hiyo imeendelea kuweka mkazo mkubwa katika kuboresha huduma kwa walipa kodi ili kuongeza uelewa na kuhamasisha upataji wa kodi kwa hiari. Kiongozi huyo mkuu wa TRA amesema maboresho hayo yamechangia kwa kiasi kikubwa kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato ya serikali, huku mamlaka hiyo ikiendelea kuchukua hatua za kimkakati na kupanua wigo wa kodi wa kuwafikia walipa kodi wapya na kuhakikisha kila anayestahili anatimiza majibu yake kwa mujibu wa sheria za nchi. Mkuu huyo wa mamlaka ya mapato Tanzania alibainisha kuwa taasisi hiyo inaendelea kuboresha mifumo ya kidijitali ikiwemo mfumo wa IDRAS na mfumo wa taxes ili kuongeza ufanisi katika usimamizi wa kodi na forodha, kupunguza changamoto mbalimbali kwa walipa kodi na kuongeza uwazi katika utoaji wa huduma kwa wananchi na wanafanyi biashara wote. Mheshimiwa Yusuf Juma Mwenda alieleza pia kuwa taasisi yake itaendelea kushirikiana na shirika la fedha duniani IMF pamoja na wadau wengine wa maendeleo katika kuboresha sera na mifumo ya kodi nchini. Kiongozi huyo alieleza kuwa mamlaka hiyo itaendelea kuhakikisha marejesho ya kodi la ongezeko la thamani VAT kwa walipa kodi wenye sifa yafanyika kwa wakati ili kusaidia ukuaji wa biashara na kuongeza imani ya wafanyabiashara katika mfumo wa kodi nchini. Uchambuzi wa kina wa mazungumzo hayo yaliyofanyika jijini Dar es Salaam kati ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA na shirika la fedha duniani IMF unadhihirisha msingi na sababu kuu ya ushirikiano huo wa kimataifa. Sababu kubwa ya tathmini ni ya IMF ni kufanya tathmini ya utendaji wa mamlaka za mapato na kuhakikisha kuwa nchi inajenga mfumo endelevu wa ukusanyaji wa mapato ya ndani. Hatua ya shirika la fedha duniani kuipongeza mamlaka ya mapato Tanzania inatokana na maboresho ya kisheria na kiteknolojia yaliyofanywa na mamlaka hiyo katika kurahisisha ulipaji kodi na kuondoa vikwazo kwa wafanyabiashara. Athari za pongezi hizi na ushirikiano huu unaojadiliwa jijini Dar es Salaam ni kubwa na yenye tija katika sekta ya uchumi na uwekezaji nchini Tanzania. Kwanza kabisa, kauli hii ya shirika la fedha duniani inajenga kurejesha na kuimarisha imani ya wawekezaji wa kimataifa na wa ndani kuhusu utulivu wa mfumo wa fedha na kodi na uchumi wa nchi.
Pili, mtazamo huu chanya wa IMF unaiwezesha serikali kupitia Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kupata usaidizi wa kiufundi na ushauri wa kisera utakaosaidia kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato bila kuumiza biashara ndogo au za kati. Umuhimu wa tukio hili unajitokeza pia katika namna unavyounganisha utendaji wa Mamlaka ya Mapato Tanzania na malengo makuu ya ukuaji wa uchumi wa kitaifa. Mfumo bora wa usimamizi wa kodi unaiwezesha serikali kupata rasilimali fedha za kutosha kwa ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo na huduma za kijamii kwa wananchi. Msisitizo uliowekwa na Kamishna Mkuu Yusuf Juma Mwenda kuhusu ushirikiano na Shirika la Fedha Duniani na marejesho ya kodi ya ongezeko la dhamani VAT kwa wakati unalenga kuimarisha msukumo kwa fedha katika sekta binafsi na kuchochea uwekezaji zaidi. Nafasi ya taasisi zinazohusika katika mazungumzo haya inabainika wazi kupitia majukumu yao ya kikatiba na kiutendaji. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inachukua nafasi ya mkusanyaji mkuu wa mapato ya serikali na msimamizi wa sheria za kodi na forodha nchini. Kwa upande mwingine, Shirika la Fedha Duniani linachukua nafasi ya mshirikiwa ama mshirika wa maendeleo ya kimataifa anayetoa ushauri wa kisera na tathmini ya kiuchumi ili kuhakikisha nchi wanachama zinaendelea kuendelesha mifumo yao ya kifedha kwa uwazi na ufanisi wa hali ya juu. Historia ya ushirikiano kati ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA na Shirika la Fedha Duniani IMF inahusiana moja kwa moja na mageuzi ya kidijitali yanayoshuhudiwa sasa katika usimamizi wa kodi. Matumizi ya mifumo ya kidijitali kama IDRAS na TANSIS yalitajwa na Kamishna Mkuu Yusuf Juma Mwenda ni maendeleo ya juhudi za muda mrefu za kuboresha uwazi na kupunguza mwingiliano wa kibinadamu katika ukusanyaji wa fedha na kodi na usimamizi wa forodha. Pongezi zilizotolewa na kiongozi wa ujumbe wa IMF Thabo Lechama linasisitiza umuhimu wa kuendeleza mageuzi hayo ili kuifanya TRA kuwa taasisi za kisasa ya ukusanyaji mapato. Mjadala uliojiri kufuatia mkutano huo kati ya Mamlaka ya Mapato Tanzania na Shirika la Fedha Duniani unaonyesha pia kuwa wadau wa uchumi na biashara nchini wanasubiri kuona utekelezaji wa ahadi za kurejesha kodi la ongezeko la thamani VAT kwa wakati. Wafanyabiashara wengi wamekuwa wakisisitiza kuwa kasi na uwazi katika marejesho ya VAT ni nguzo muhimu ya kuongeza mtaji wa kibiashara na kujenga uaminifu kati ya serikali na sekta binafsi.